Mungu atatuongoza na atatubariki kwa utukufu wa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova mwenye nguvu na utukufu, tunakuinua, tunakutukuza, tukisema hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu. Wakati huu tuko mbele zako Jehova, ili tusikie neno lako. Tunakuomba ukanene nasi tunapoanza hadi tunapomalizia, katika jina la Yesu. Nena na wamama, nena na wanaume, nena na watu wako, na ukawabariki kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu tunaomba, tunaamini. Amina, amina. Barikieni sana ndugu wapendwa, katika jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Apostle Simon Gishinga, na tumetoka mahali ambapo panaitwa Githurai 45 kule Nairobi. Huko ndiko huwa tunahubiri Injili, lakini huko kule Gikenge kule ndio tunakaa, ndio wazazi wanakaa. So tulikuwa tumekuja mission hizi sehemu, na sasa tukaona lazima tueneze Injili hapa, ili msije mkauliza maswali, kwa sababu huenda umeiona hii gari na hamjajua ni nini ambayo inatangaza au inaeneza. So tukaona ni vyema tuje tuweke hii ujumbe kwenu. So watu wa Mungu, na wakaribisha kwa jina la Yesu. Nataka tusome katika kitabu ambacho ni cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24, hapo ndipo nataka tusome 24 pale 37. Neno la Mungu linasema hivi. Hebu sikia. Neno la Mungu linasema hivi. 36 kuanzia hapo, wacha tusome. Neno linasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba yake peke yake. 37. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na wakikunywa na wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitabue hata gharika ikaja na ikawachukua wote. Ndio kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. 40 nasema, wakati ule watu wawili watakuweko kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Basi kesheni wa kuomba, kwa maana hamjui siku ipi atayakuja Bwana wenu. Haleluya. Neno la Mungu linatuambia kuhusu nyakati ambazo ni za Nuhu, ya kwamba tuko katika wakati kama wa Nuhu. Neno linasema hakuna mtu aijuaye siku wala dakika ambayo Bwana Yesu atakayerudi. Lakini neno linasema kama vile kulivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Bwana Yesu. Wakati wa Nuhu watu waliendelea na shughuli zao mbalimbali, watu wakaendelea na kuoa na kuolewa, biashara ikaendelea kama kawaida, watu wakaendelea na kuabiwa kama kawaida, hadi wakati ambapo Nuhu aliingia safina na ikafungwa, na pale gharika maji ikaja na ikawaangamiza wengi. Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Bwana Yesu. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo imekuwa hata katika nyakati hizi za leo. Hebu sikia ndugu yangu, hebu sikia kaka yangu, tuko katika wakati wa mwisho na ufalme wake umekaribia. Tunapoangalia nyakati hizi, kuna mambo ambayo inaendelea, ambayo inatuonesha kwamba kama wakati wa Nuhu ndivyo kulivyo wakati wa leo. Siku ya leo uovu umeongezeka sana, mauaji yameongezeka,
mahaba imeongezeka, wanaume kulala na wanaume wengine kama wakati wa Sodoma na Gomora. Haya matendo mabaya na matendo machafu inaendelea sawasawa. Hizo ni ishara zinazosema ya kwamba tuko katika nyakati za mwisho na ufalme wa Mungu umekaribia. Ndugu yangu, kaka yangu, ishara zimewekwa kila mahali ili tukaweze kutazama na kuona kile kinafanyika. Maana yule anaona ana macho na yule anasikia ana masikio, ya kwamba ishara na wakati tulio ni nyakati za mwisho. Sasa neno linatuambia nini? Ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa leo. Sasa kile kiko ni kwamba wakati wa Nuhu watu walikuwa wanapuuza ishara, wanapuuza sauti, wanapuuza neno, wanapuuza onyo kutoka kwa Mungu. Hivyo ndivyo kuko katika dunia. Watu wanapuuza neno, watu wanapuuza ishara, watu wanapuuza sauti ya Mungu, watu wanapuuza onyo kutoka kwa Mungu. Hiyo ni ishara inayotuambia kwamba tupo katika nyakati za mwisho, nyakati ambazo ni za hatari. Neno linatuambia kwamba ni mambo mengi sana ambayo itakayotokea wakati ule, kwa sababu kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi ambacho kitakuwa ni kiovu. Kizazi cha leo ni kizazi kiovu, kizazi najisi, kizazi na watoto ambao wasiyesikia, wale ambao waliambiwa kwamba nena bugimato, yaani watu wako na masikio lakini hawasikii. Hii ndio wakati ambao uliotabiriwa na mitume. Hii ndio wakati ambao uliotabiriwa na mitume na hata manabii waliposema kwamba wakati mtaona vizazi kama hiyo, mjue kwamba ufalme wake Mungu umekaribia. Ndugu yangu, kaka yangu, wakati wa kuokolewa umefika, wakati wa kumrudia Mungu umefika, wakati wa kutafuta Mungu umefika. Kwa sababu ya nini? Ufalme wake Bwana umekaribia. Ndugu yangu, kaka yangu, hebu sikia vile neno linasema. Ni nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari, ni nyakati za kutafuta Mungu, ni nyakati za ambazo Bwana Yesu amekaribia kurudi. Ni wakati ambao tunahitaji kumtafuta Mungu sana kuliko vile mlikuwa mnatafuta Mungu. Huu ni wakati ambao kuna hatari mingi sana, manake watu wanakufa, wazee wanakufa, vijana wanakufa, ibilisi amekuja kuua na kuharibu, watu wanakufa, magonjwa imeongezeka. Hizi ni nyakati za hatari, ni nyakati za kumjua Mungu, ni nyakati za kujificha kwa damu ya Yesu ili ukaweze kuokolewa. Maanake ndugu mpendwa, wakati huu ni wakati ulionenwa katika maandiko. Hebu tuendelee na kusoma tukaweze kujua nyakati ambazo tuko na nyakati za mwisho kutakuwa nini na kutatokea nini, ili mkaweze kufahamu ya kwamba wakati ndio huu ambapo Bwana Yesu amekaribia kurudi. Na kile Mungu anataka ni kwamba ujiandae, uamuke, ujiandae maisha yako, uokoke, utubu dhambi zako, ukae ukiwa tayari kwa sababu ya Bwana Yesu. Maana hakuna ajuaye wakati, bali dalili zinatuonyesha kwamba Yesu amekaribia kurudi. Hakuna ajuaye wakati, lakini Yesu, dalili zinaonyesha waziwazi ya kwamba Yesu amekaribia kurudi. Wacha tusome katika maandiko, katika kitabu ambacho ni cha Timotheo. Kitabu cha Timotheo, nasoma Timotheo 3, Timotheo wa pili 3. Neno linasema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku ya mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Sikia, kwa kuwa siku za mwisho kutakuwa na wakati wa hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda. Hebu sikia, watu watakuwa wenye kujipenda nyakati za mwisho. Hiyo ni hatari. Watu watakuwa wenye kupenda fedha, watu wenye kupenda pesa. Hiyo ni hatari. Sikia, wenye kujisifu, watu watakuwa wenye kujisifu, watu ambao wenye kiburi, watu ambao wenye kutukana, watu wanaotukanana, wasiotii wazazi wao, wasiokuwa na shukrani, watu wasiokuwa na usafi, watu wasiopenda mema, watu wasiotaka kufanya kazi, watu wasikizao, wasiojizuia, watu wakali, watu wenye kujivuna, watu wanaopenda anasa.
kuliko kupenda Mungu wenye mfano wa utaua, lakini wakitana nguvu zake hao. Jiepusheni nao. Hebu sikieni watu wa Mungu, hii ni neno la Mungu linasema, ile nyakati za mwisho watu watakuwa ya kwamba watu watakuwa wenye kujifanya, watu wenye kujipenda, viongozi wenye kujipenda, watu wanaoangalia tumbo zao wenyewe. Hizi ni nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kupenda fedha. Watu wamependa pesa na upendo umekuwa ni ya pesa. Hata katika doa upendo ni pesa, katika biashara upendo wa pesa, na hiyo ndio imeleta ukora, ndio imeleta corruption, ndio imeleta uwazimu, imeleta mambo mengi, maana watu wamekuwa na upendo wa pesa. Hivyo ndivyo neno linasema, wakati watu wako na upendo wa pesa, watu wanauana. Unasikia mtu ameua mwingine kwa sababu ya upendo wa pesa. Unasikia mtu ameua baba yake, mwingine mama yake kwa sababu ya upendo wa pesa. Unasikia kwamba watu wamependa pesa wakakosa kumpenda Mungu. Wengine wanauza watoto wao kwa Illuminati, kwa shetani, kwa sababu ya upendo wa pesa. Hebu sikia, hizi ni nyakati za hatari. Hata watu wanauliwa, unasikia mtu ameuliwa, amenyang'anywa pikipiki, wengine amenyang'anywa gari. Watu wamekuwa hatari kwa sababu ya upendo wa pesa. Watu wamegeuka, wamekuwa wanyama. Watu wamekuwa wanyama. Hizi ni nyakati za hatari, ni nyakati za mwisho zilizonenwa, ziko katika maandiko, na huu ndio wakati ambao ufalme wa mbinguni umekaribia. Hebu sikia ndugu yangu, hizi ni ishara za nyakati za mwisho katika kitabu cha mitume cha Timotheo wa pili pale 3, ya kwamba lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na wakati wa hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda, watu wenye kupenda fedha, na watu ambao wenye kiburi, watu wenye kiburi, watu wenye kutukana na wasiotii hata wazazi wao. Sikia, haya matendo yote ni matendo ambayo inatuonyesha ya kwamba tuko katika nyakati za mwisho na ufalme wake Mungu umekaribia. Ndugu yangu, kaka yangu, sasa kile cha kufanya ni kwamba ni wakati wa kuimunuka, ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa kutafuta Mungu wakati anapopatikana. Maana neno linatuambia wakati huu ambao tunaishi, mbingu na dunia itakuja kuondoka, lakini neno lake Mungu litasimama milele na milele. Sasa ndio wakati huu ambao Mungu anasema watu tutafuteni Mungu wakati anapatikana. Vijana tafuteni Mungu wakati anapatikana. Wanaume tafuteni Mungu wakati anapatikana. Tutafute Mungu aliyeumba mbingu na dunia huu wakati, kwa sababu tuko katika wakati wa mwisho na ufalme wa mbinguni umekaribia. Wewe uliye na masikio, hebu sikia, huu ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Huu ni wakati wa kuachana na uovu. Huu ni wakati wa kutubu. Huu ni wakati wa kuachana na matendo mabaya, ili ukaweza kumsogea Bwana. Maana kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo iko wakati huu. Watu wanapuuza neno, watu wanapuuza onyo kutoka kwa Bwana, watu wanapuuza maandiko, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Hiyo siku mvua ilinyesha, watu hawakuwa wanajua, hawakuwa wamejiandaa, na wengi wakakufa. Wengi walisema kwamba wakati mvua itanyesha, ati wengi watajificha katika milima. Lakini Mungu ni nani upishane na yeye? Milima yote ikajaa maji, miti yote kubwa ikajaa maji, na watu wengi walikufa. Wote ambao hawakuingia katika zabina, ni kukufa walikufa. Naye Yesu akakuja akasema, mimi ndiye mlango wa zabina na mimi ndiye zabina, ikieni kwangu ili mkaweza kuokolewa, kwa sababu hakuna mahali pengine popote pa kujificha wakati wa leo isipokuwa mahali kwa Yesu. Huyo ndiye njia, huyo ndiye mlango wa kujificha. Yeyote atakayemuita ataokolewa, yeyote atakayemrudia ataokolewa. Yesu ni mwenye rehema, Yesu ni mwenye huruma. Unaponyenyekea na kutambua dhambi zako, unapoingia na kumrudia katika njia safi na utakatifu na kufanya vile anataka, Yesu ni mtakatifu. Yesu ana rehema mingi. Yesu ni wa kweli. Yeye atakusamehe dhambi zako na atakuokoa.
Huu ndio wakati ambao Mungu anasema tumuite Mungu wakati anapopatikana. Huu ndio wakati Mungu anasema ni wakati wa kutambua nyakati na ishara na dalili ambazo tuko. Maana kama vile unaona ya kwamba dalili za mvua ni mawingu, hivyo ndivyo dalili za kuja kwa Yesu. Basi ni ishara hizi ambazo nimekunenea ya kwamba dunia itakuwa kama Sodoma na Gomora. Uovu utaongezeka, ukahaba utaongezeka, uaji utaongezeka, watu watakuwa na upendo wa pesa, mauaji, manabii wa uongo. Wengine wamekuja wakisema wao ndio Kristo, wengine wamekuja wakisema wao ndio Masihi. Hizi ni nyakati ambazo ni za hatari ambazo tunazoishi hata katika kanisa. Huu ni wakati wa kubadilika. Huu ni wakati wa kurejea katika njia za Mungu. Huu ni wakati wa kusimama. Maana sasa lazima utambue, lazima ufanye kauli katika maishani mwako ya kusimama au kuanguka. Kauli ni mbili ambao utafanya, lakini kauli ni moja ambao unafaa ufanye, lakini ni mbili, njia ni mbili, lakini njia ni moja ambayo inaenda uzima wa milele. Ni wakati wa kutambua dalili, ni wakati wa kutambua majira tunayoishi, na ukate kauli ya kumfuata Yesu, ukate kauli ya kutafuta uso wa Bwana, ukate kauli ya kuachana na dhambi na kutafuta Mungu. Maana huwezi kushika yote mbili, maana huwezi kushika yote mbili na ukaweza kuokolewa. Ndugu yangu, kaka yangu, Mungu anatuambia nini? Ya kwamba nyakati za mwisho utakuwa na wakati wa hatari. Ni wakati wa hatari katika kiroho. Wakati wa hatari ndio huu. Hata kama mnakula na mnakunywa, hata kama hamkosi, ni wakati wa hatari sana. Maana dakika yote Yesu anaweza kurudi. Ufalme wake Mungu unaweza kushuka. Sasa ni wewe ukajiandae. Sasa ni wewe ukaamuke. Sasa ni wewe ukatafute uso wa Bwana. Maana hakika hakuna mwingine ambaye anayeokoa bali ni Bwana Yesu. Watu wa Boiman, Mungu anaitana sasa akisema, angalia mahali ambapo hujasimama. Hebu swali ni kujiuliza kwamba wakati unaona hizi dalili zote ambazo ziko katika maandiko, dalili za kuja kwake Yesu, swali ni je, umejiandaa kwa sababu ya ufalme wake Mungu? Je, umejiandaa Yesu akija siku ya leo? Je, utakuwa mmoja wa wale watakaonyakuliwa? Je, umekuwa kanisani, umekuwa unajua neno, lakini swali ni je, umejiandaa juu ya ufalme wa mbinguni? Maana hakuna jua ya wakati, haujui hata kifo yako iko wakati gani. Lakini kile Mungu anasema, jiandae, ukae ukiwa umejiandaa, kwa sababu hakuna jua ya siku wala dakika. Kama ungelijiandaa, basi utakuja kuokolewa. Hebu sikizani watu wa Mungu. Neno linasema wakati wa mwisho watu watakuwa wenye kusaliti, watu watakuwa wenye kupenda mambo mabaya, watu wasiotii wazazi wao, watu wasiotii wazazi wao. Na tunaona kizazi hiki iko ambacho wengi hata hakuna kutii wazazi wao. Wanaume, mtoto kijana anatukana na mama yake, msichana naye anatukana na mama yake, yaani anatukana wazazi. Kiambio kitu hawezi kusikia. Hiki ndicho kizazi ambacho kinatukana, kizazi kisichotii. Hiki ndio kizazi ambacho wazazi wengi wanaishi na stress. Wazazi wengi wanaishi na stress juu ya watoto. Mtoto wa kijana amekuwa shida, mtoto wa msichana amekuwa shida. Mtoto ni shida kwa sababu ni wakati wa hatari. Kile anaambiwa haambiriki. Watoto wadogo, vijana wadogo wameingia katika mihadarati, katika bangi, katika anasa. Wasichana wadogo wameingia katika ukahaba, uasherati, wako na mimba. Huu ndio wakati ambapo kuna hatari. Hata kulea watoto ni hatari, kwa sababu watoto wamegeuka. Kizazi ndicho hiki kilichonenwa, kizazi cha nyakati za mwisho, wakati watu watakuwa na wazazi watakuwa na stress, wanaishi na madawa kwa sababu ya watoto wao, ile wamewahangaisha. Kuna wazazi hawezi kulala kwa sababu ya watoto wao, hawezi kupata usingizi kwa sababu ya kijana yake, mwingine kwa sababu ya msichana yake. Angalia, kizazi ndicho hiki ambacho neno linasema ya kwamba kutakuwa na kizazi kisichotii, watoto wasiotii, kizazi ambacho kitakuwa kizazi cha nyoka. Huu ndio wakati ufalme
ufalme wa mbinguni umekaribia. Hizi ni ishara ambazo zinatuonyesha kwamba ufalme wake Mungu umekaribia. Ndugu yangu, kaka yangu, huu ndio wakati wa kutambua nyakati. Huu ndio wakati wa kujiandaa. Kama haujaokoka, kama ukai katika maisha matakatifu, anza kukaa maisha matakatifu. Anza kutafuta Mungu wakati anapopatikana. Maisha yako weka salama mbele ya Mungu, maana dunia hii inadanganya. Kumekuja furaha mingi, kumekuja anasa mingi, raha mingi zimekuja, ziondoe wengi na zitenganisha wengi na uso wa Bwana. Lakini ni wewe ujiondokee, ni wewe ujitenge katika raha za dunia, ni wewe ujitenge katika dhambi, ili ukaweza kumuona Mungu, maana Mungu ni mtakatifu, naye anataka tuwe watakatifu. Dada yangu, kaka yangu, huu ni wakati wa kubadilika. Huu ni wakati wa kuanza kutembea katika mwangaza. Huu ni wakati wa kuanza kumwogopa, maana kumekosa watu wanaoogopa Mungu, wanaume wanaoogopa Mungu, wanawake wanaoogopa Mungu, watoto wanaoogopa Mungu. Kumekosekana huu wakati. Wale wako wengi, hakuna kuogopa Mungu. Tukianza na kanisa, kuogopa Mungu kuko. Hata wachungaji hawaogopi Mungu, wamama hawaogopi Mungu. Matendo yanayofanywa siku ya leo ni matendo ya aibu. Wanawake wanatembea uchi, wasichana wanatembea uchi, matendo mabaya. Matendo yanayofanywa inaonyesha kwamba hakuna kumwogopa Mungu. Mungu anasema wakati umefika, ufalme wake Mungu umekaribia. Yesu amekaribia kurudi. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo iko wakati wa leo. Ni afadhali kurudia Mungu, ni afadhali kunyenyekea na kuingia katika zabina. Hii zabina ni Yesu. Wewe ni mtakatifu, ingia kwenye utakatifu wake Mungu, ingia kwenye usafi wake Mungu. Tubu dhambi zako, tembea na Mungu, wacha kutembea na mitindo ya dunia. Usitembea katika raha. Raha zinakuja kuisha, anasa zinakuja kuisha, lakini neno la Mungu litasimama. Ndugu yangu, kaka yangu, hii dunia, wengi wametupa maisha yao kwa sababu ya hii dunia. Wengi walikufa, wametupa hii maisha yao, wametupa roho yao, wametupa roho yao kwa sababu ya dunia hii. Wamama wengi wamekufa, wako jehanamu kwa sababu ya dunia hii. Wanawake wengi wamekufa, wako jehanamu. Wanaume wako jehanamu kwa sababu ya dunia hii. Raha za dunia, ulevi, uasherati, bangi, kutembea uchi, fashoni za dunia hii, mambo ya anasa. Yaani dunia hii, mambo ya dunia hii na raha imefanya wengi wapoteze maisha yao, wengi watenganishe uso wao na Mungu, wengi wamejitenga, wengi wamepotea, wao wako katika njia ya Mungu kwa sababu ya dunia hii. Ndugu yangu, kaka yangu, dunia hii na mambo yake itakuja kuisha. Huu ndio wakati wa kumsongea Mungu. Huu ndio wakati wa kumsongea Mungu, kutafuta Mungu wakati anapopatikana. Manake ninakutangazia ya kwamba kama jinsi kulivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo kuko wakati wa leo. Sasa ni wakati wa kubadilika. Mwenye masikio akaanza kusikia, mwenye macho akaanza kutazama. Ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kutafuta Mungu. Hapa dunia hakuna amani, hapa dunia hakuna mahali pa kupotelea. Unaweza kujipotelea kwa pombe, huko umalizie huko. Unaweza kujipotelea kule kwa bangi, kwa raha, huko umalizie kule. Huko hakuna amani. Hizo amani ni bure, ni amani ni za uongo. Ya kwamba amani ndio uwe na amani lazima ukunywe pombe, ndio uwe na amani lazima uvute bangi. Hauwezi kukaa hivyo bila kununua amani yako na pesa. Na kuambia hiyo amani ni bure, maana ni amani ambayo haidumu. Lakini Yesu ako na amani ambayo ni ya kudumu, sio amani ya siku moja, bali ni amani ya milele na milele. Siku ya leo unanunua pombe ili uwe na amani, uwe na furaha, lakini hiyo furaha yako ni ya kuisha. Bali mimi ninakuambia kwamba furaha ya kweli inapatikana kwake Bwana Yesu. Hiyo ndiyo furaha ambayo haiishi. Hiyo ndiyo furaha ambayo haitumii hata pesa. Lakini wewe unatumia pesa yako ili ukaweza kutafuta raha, ukaweza kutafuta amani. Hiyo pesa na raha hiyo itakuja kuisha. Tafuta amani ya kweli ambayo inapatikana kwa Yesu. Ni wakati wa kujificha kwa Yesu. Dunia hii hakuna amani.
dunia hii kuna mateso, dunia hii kuna huzuni, lakini ndani ya Yesu ukiwa na tegemeo hakuna huzuni. Maana neno linasema hata kama utakufa ufe ukiwa ndani ya Yesu, unajua ya kwamba utakuja kupatiwa uzima wa milele. Ndugu yangu, kaka yangu, hilo ndilo neno ambalo Mungu anasema tukaweza kujiandaa, kwa sababu ufalme wake umekaribia. Hizi ni nyakati za mwisho. Hata kama mnaona kama ni kuzuri, sio kuzuri. Katika mbinguni kuna mesa, katika mbinguni kuna ujumbe ambao wa dharura, ujumbe wa dharura ambao Mungu ananena. Mungu ananena na anasema ya kwamba ni wakati wa kujiandaa, ni wakati wa kukaa ndani ya utakatifu, ni wakati wa kujuana na Yesu, ni wakati wa kujua mapenzi yake Mungu. Nini Mungu anataka katika maisha yako? Usikuwe unapotelea Mungu. Ni wakati wa kujua mapenzi ya Mungu, maana kile unafanya siku ya leo kama sio mapenzi ya Mungu, hiyo jambo itakuja kukufanya, itakuja kukufanya ukose amani, maana sio mapenzi ya Mungu. Itakuja kukuaibisha, lakini mapenzi ya Mungu haiwezi kukuaibisha. Jueni mapenzi ya Mungu, jueni kile Mungu anataka, ili tukaweza kuishi na tukaweza kuona mema katika dunia hii na katika mbingu inayokuja. Ndugu yangu, kaka yangu, hii dunia na mambo yake itakuja kuisha, lakini neno la Mungu litasimama. Kuanzia mwanzo Mungu amekuweko akinena, ametuma manabii wake, ametuma manabii, ametuma mitume wake, ili waje wapatiane ujumbe, na ili wale watakaosikia wakaweze kuokolewa, na wale ambao watakaosikia na wakisikia wapuuze, basi watakuja kuhukumiwa. Bali hii ndio wakati ambao Mungu anataka tukaweze kuamuka, tukaweze kuamuka na kutafuta mwisho wake Mungu. Hebu sikieni ndugu wapendwa, tunaendelea na kusoma. Tumesikia ishara za nyakati za mwisho vile kutakavyokuwa, na ni kweli hizi ni nyakati za mwisho, hizi ni nyakati za hatari. Sasa ni nini tunafaa kufanya? Maana nyakati ndizo hivi zilizokuwa zimenenwa. Wacha tusome katika kitabu cha Mathayo 24:33. Mathayo 24. Tunasoma Mathayo 24. Mathayo 24. Hapo ndipo tunasoma ili tukaweza kusikia vile Mungu anasema, kwa sababu ishara na dalili zinaonekana waziwazi ya kwamba hizi ndizo nyakati ambazo zilizotabiriwa, hizi ndizo nyakati zilizonenwa. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo 24 pale 35. Hebu sikia vile neno linasema, hebu sikia vile neno la Mungu linasema, na ninasoma basi, ninasoma, hebu sikia pale, wacha nianze pale 31. Naye tu basi kwa mtini jifunze mfano wa tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatabue ya kuwa wakati wa mavuno karibu. Hebu sikia, nanyi kadhalika myaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Hebu sikia ya kwamba nanyi mtakaona yale mambo ambayo yalikuwa imenenwa inafanyika, mtabue kwamba naye ako mlangoni. Ile siku iko mlangoni. Mtakapoona ya kwamba ishara zote Yesu alizosema, manabii waliotabiri, mitume walionena ya kwamba hizo ishara zimeonekana na zimetimia, basi mkaanza kujua ya kwamba sasa hiyo siku iko mlangoni. Siku ya Bwana iko mlangoni, ndugu yangu. Siku ya Bwana iko mlangoni, kaka yangu. Siku ya Bwana, siku ya kurudi kwake Yesu, ufalme wake uko mlangoni. Siku hiyo imekaribia. Wacheni tumkaribie Mungu, wacheni tumtabue, wacheni tumuabudu sasa. Umekuwa ukiabudu sasa dunia na mwili yako. Sasa ni wakati wa kubadilika. Abudu Mungu, mupe sifa, mupe utukufu, muheshimu sasa. Umekuwa katika dunia, sasa ni wakati
wa kuingia katika njia zake Mungu. Hiyo siku imekaribia, siku iko mlangoni, siku ya kurudi kwake Bwana. Wacheni tutafute Mungu, wacheni turejee katika usafi na utakatifu, wacheni tumutafute sasa wakati anapopatikana. Kumbukeni kama wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Watu wamekuja, watu wasioamini, wengine wamekuja hawaamini Biblia, hawaamini kuna Mungu. Mikodi zimekuja mingi sana zinazosema hakuna Mungu. Watu wanaishi vile wanataka, wanasema hakuna Mungu. Sasa wanataka kuishi hivyo. Watu wanaua, wanataka waue, wafanye mambo maovu, maana wanaamini hakuna Mungu. Hizo mikodi hazijaanza leo, zilikuweko hata wakati wa Nuhu. Wakati walikuwa wanasema ya kwamba hawaamini ya kwamba mvua itanyesha, hawakuwa wanaamini neno la Mungu, hawakuwa wanaamini kuna Mungu aliyenena. Sasa hivyo ndivyo kulivyo hata wakati wa leo. Watu wamekuja, watu wa kupuuza, wanapuuza nyakati tulizo, wanapuuza ya kwamba Yesu amekaribia kurudi, wanapuuza neno la Mungu, wanapuuza hata Biblia. Hizo mikodi ziko na ni mingi sana, lakini hazitishi, maanake ni neno linatimia. Kama vile kulivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo kulivyo hata wakati wa leo, ya kwamba watakuja watu ambao wako na masikio lakini hawatasikia, watakuja watu wako na macho lakini hawatakuwa wakiona mambo hayo. Sasa wewe unaona, wewe unasikia, sikia na uanze kutafuta uso wako, uanze kutafuta Mungu, uanze kumkaribia Mungu, uanze kurudi katika njia zake za usafi na utakatifu, ili ukaanza kuokolewa, maana ni nyakati za hatari. Wewe yangu ni nyakati za hatari. Watu wamekuja, watu ambao wanaabudu wanadamu wengine, wengine wanaabudu manabii, wengine wanaabudu mitume, lakini Mungu anasema ni wakati wa kuabudu yeye aliyeumba mbingu na dunia. Ni wakati wa kumwabudu yeye kwa roho na kwa kweli. Sio wakati wa kuabudu milima, sio wakati wa kuabudu miti, sio wakati wa kuabudu mbuzi na kuabudu vitu vilivyoumbwa, maana watu wa sasa wanaabudu vitu vilivyoumbwa instead ya kuabudu yeye ambaye aliyeumba dunia na mbingu. Watu wanaabudu vitu za kuumbwa. Angalia, wengine wanaabudu magari, wengine wanaabudu biashara zao, wengine wanaabudu pesa na dhahabu. Mungu anasema tumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Kusije chochote kikakutenganisha wewe na Mungu. Sio biashara yako isije ikakutenganisha wewe na Mungu. Sio magari, sio pesa isije ikakutenganisha wewe na Mungu. Maisha unayokaa isije ikakutenganisha wewe na Mungu, maanake kule utakuwa na kilio na kusaga meno kwa wale ambao watajitenganisha wao na Mungu. Kujitenganisha Mungu ndio kujitenganisha, kutengwa kwa Mungu, hiyo ndio uchungu ile kubwa sana ambao watu hawajajua. Kujitenga, kutengwa kwa Mungu. Kama Mungu anaweza kujitenga na wewe, kama Mungu anaweza kukuondokea, huo ndio wakati unaweza kujua kwamba kumbe Mungu ako na faida juu ya maisha yako. Kumbe Yesu ako na faida juu ya maisha yako. Wengi huwa anasema sitaki huyo Yesu wako, sitaki huyo Mungu, nataka kujiongoza. Lakini Mungu akikuondokea, hapo ndipo utajua uchungu ni kusema nini. Hapo ndipo utajua ya kwamba hauwezi bila Mungu. Mungu ndiye anakuamsha, Mungu ndiye anakupatia nguvu, Mungu ndiye anakupatia chakula, Mungu ndiye anakufanya uone hata hiyo macho uko nayo. Yeye ndio kila kitu, na hakuna vile ambavyo unaweza kuishi bila Mungu. Na ndio maana neno linasema wale wanasema hakuna Mungu ni wale ambao hawajielewi, wale ambao ni wapumbavu, yani wajinga, ndio wanasema hakuna Mungu. Maandiko inasema kwa sababu hata wanyama wanajua kuna Mungu, hata ndege wa angani wanajua kuna Mungu, na huwa asubuhi hata jioni unawasikia wakiimba na wanamtukuza Mungu. Sasa mwanadamu asiyejua kwamba kuna Mungu, huyo ni mwanadamu ambaye ako nyuma na hajielewi, wala hajui ni wapi anaenda. Kwa sababu tunajua kwamba hapa duniani vitu tunazoona hapa ni za kuumbwa, na zile ambazo hatuoni bado ziko, na sisi nasi tuliumbwa na Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Roho yangu kaka yangu,
Huu ndio wakati, na wakati umefika wa kutafuta njia za Mungu. Wakati umefika wa kumtafuta Mungu, wakati anapopatikana, kwa sababu ndugu yangu, kaka yangu, Yesu amekaribia kurudi. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Yeye ndiye amani ambayo ni ya kweli. Yesu ndiye amani ambayo ni ya kweli. Yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli. Hebu unajiuliza kwa nini huyu mtu amekuja kulala hapa? Unajua mahali ambapo kuna Mungu kuna amani. Neno linasema mahali roho wa Mungu wako kuna amani. Hawezi kuenda mahali ambapo hakuna amani, hawezi kuona usingizi. Lakini ukienda mahali kuna Mungu, hata watu wengi huwa wanajikuta wanalala kanisa, kwa sababu mahali kuna presence ya Mungu kuna amani. Na wakifikia amani, wengine wanajisahau, wanalala. Karibia Mungu, kama vile huyu jamaa amekaribia Mungu. Karibia Mungu na utapata amani katika maishani mwako. Kuna Mungu aliye mbinguni. Yesu anataka tumkaribie. Anataka tukae katika njia yake, tukae katika usafi, tukae katika utakatifu, tukae katika njia yake, ili tukaweza kumjua na hata kumtambua katika jina la Yesu. Hebu sikia, ninaendelea kusoma neno la Mungu ili ukaweze kusikia. Neno linasema, na mtakapoona hayo yote mjue kwamba kuja kwake kuko mlangoni. Na mtakapoona hizo ishara ambazo alizonena, mjue kwamba kuja kwa Yesu kuko mlangoni. Wakati mtaona ishara ambazo Yesu aliyosema, wakati alizosema ndizo hizi, wakati watu wanauana, wakati watu hawana huruma na wengine, wakati watu wamekuwa wa kujipenda, watu wamekuwa wamekupenda pesa, watu wameongezeka, yaani watu wamekuwa kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Ya kwamba mahali ambapo kuna Mungu hapo watu hawataki, lakini mahali kuna anasa huko ndiko watu wengi wanajaa, vijana wanajaa kule. Sasa watu nyakati za mwisho watapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Hizo zote ni ishara zinazotuonesha kwamba Yesu Kristo amekaribia kurudi, na ni wakati wa kujiandaa, wa kujuana na Yesu. Maisha yako iwe safi, maisha yako iwe takatifu, maana ukikosa kuona Mungu hautakosa jehanamu. Ukikosekana mbinguni hautakosekana jehanamu kwa moto, maana njia ni mbili. Ndio maana Yesu akakuja akasema alikuja ili msije mkapotea, kusije kukawa mmoja atakayepotea. Na ndio maana sisi kama mitume tunahubiri Injili ili kusije kukawa mmoja wenyu atakayepotea. Baada ya kusikia Injili, ndio wakiwa umepotea utakuja kuonekana na utakuja kuokolewa. Ndio hiyo Injili ilikuja ili msije mkapotea, kusije kukaonekana mtu ambaye atakayehukumiwa, bali ukaweza kuokolewa. Yesu akasema, enendeni mhubiri Injili dunia yote, na watakaosikia wataokolewa. Watakaosikia wataokolewa, watakaosikia waamini wataokolewa, watakaokosa watahukumiwa. Hivyo ndivyo Injili ilivyo. Injili inaleta hukumu na Injili inaleta kuokolewa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu yangu, kaka yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Neno la Mungu limetuambia kwamba mtakapoona hayo yote mjue ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na muanze kutafuta njia zake Mungu. Ni wakati wa kumtafuta Mungu, ni wakati wa kuwa karibu na yeye, ni wakati wa kumpenda, ni wakati wa kufanya kazi ya Mungu, ni wakati wa kusoma neno la Mungu, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kumtafuta ili ukaweza kuokolewa. Maana hakuna jua wakati wa siku, bali neno linasema kwamba kama mwizi, kama vile mwizi anavyokuja, hivyo ndivyo Yesu atakuja. Wakati hauko umejipanga, wakati ambapo uko umejipanga mwizi anaweza kuja, huo ndio wakati anaweza kuja. Wakati huu ambao umebebanisha mambo katika roho yako, hakuna mahali unaweza kuenda. Kama unabebanisha vitu katika roho yako, haujajitayarisha. Je, umejitayarisha? Neno linasema kwamba basi kesheni na muwe tayari, kwa sababu siku ya Bwana iko karibu. Basi kesheni na muwe tayari, kwa sababu siku ya Bwana iko karibu. Swali ni je, umejitayarisha namna gani juu ya kuja kwa Bwana Yesu? Umejitayarisha namna gani juu ya kuja kwa Bwana Yesu? Kujitayarisha namna gani? Kujitayarisha ni hili. Jiulize kama umejitayarisha, kama unatembea katika
katika dhambi, haujajitayarisha kwa sababu ya kuja kwa Yesu, utaachwa. Kama bado unaendelea katika ulevi, haujajitayarisha, utaachwa. Kama bado unatembea katika unajisi, matendo mabaya ya unajisi, ya kutembea uchi, matendo mabaya ambao ya kumasegenyo, matendo mabaya ambao ni ya kutebana, unaweka mtu kwa roho yako, haujamsamehea kabisa, haujamsamehea, nasema hautamsamehea, ama nakwambia haujajitayarisha, haujajitayarisha, utaachwa. Yesu akija utaachwa. Lazima uondoe mizigo yote iliyokuwa ambayo iko katika maisha yako. Ondoa hiyo mizigo ili ukaweze kuwa tayari kwa sababu ya kuja kwa Yesu. Yesu amekaribia kurudi. Huu ni wakati Mungu anasema, kanisa la Mungu jiandaeni, hayani na usafi na utakatifu. Maana neno la usafi, watu wengi walipuuza usafi, watu wengi walipuuza utakatifu. Utakatifu haubiriwi. Kutembea katika kwa uhaki, katika kwa utakatifu hakuna kuhubiriwa. Sasa huu ndio wakati Mungu anasema turudini katika utakatifu, turudini katika kuogopa Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba pia usafi na utakatifu hakuna mtu atakaye muona Mungu. Ndoa yako iwe takatifu, biashara yako iwe takatifu, mavazi unayovaa iwe takatifu, sio kuvaa uchi na kusema Mungu anaangalia roho. Na ujue mwili yako ni hekalu la Mtakatifu, funika. Sasa utakatifu ni lazima, na hiyo utakatifu na uhaki ile ishara ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bila usafi, bila utakatifu hauwezi kumwona Mungu. Ya Mungu anasema ya kwamba tutafute Mungu wakati anapopatikana, kwa sababu ya kwamba kama hauna utakatifu hautaweza kumwona Mungu. Ndugu yangu, kaka yangu, wakati umefika wa kutafuta uso wake Bwana. Wakati umefika wa kumrudia Mungu. Wakati umefika wa kujiuliza, je, Yesu akirudi maisha yako itakuwa namna gani? Utanyakuliwa ama utaachwa? Je, ukifika katika hukumu utaingia wapi? Utaenda wapi? Maana njia zako haziko safi, hauna utakatifu, hauna uhaki, haumwogopi Mungu. Ni wakati wa kumwogopa Mungu, ni wakati wa kufanya njia zako sawa na Mungu, maisha yako iwe sawa na Mungu. Hii dunia tumewekwa hapa dunia kama mahali ambao ya kufanya maisha yetu iwe sawa mbele za Mungu. Hakuna mahali pengine tumepatiwa wakati ule tumepatiwa ni huu katika dunia hii, wakati wa kubadilika, wakati wa kuachana na anasa, wakati wa kuachana na mambo ambayo yanakutenganisha na Mungu, anasa za mwili, kupenda anasa, yaani tamaa za mwili, tamaa za dunia, tamaa za macho. Huu ndio wakati Mungu ametupatia wa kujitenganisha na hizo tamaa zote baya ambazo zinatutenganisha sisi na Mungu. Hii dunia tuko hapa kwa sababu tumepatiwa wakati unaopumua, ujue ni wakati umepatiwa wa kufanya njia zako ziwe sawa na Mungu. Maana haujui kesho yako. Kama yule mtu aliyekuwa anaitwa Ezekia alipatiwa wakati na akaambiwa ya kwamba, Ezekia, ujiandae, maana siku yako ya mwisho imefika. Siku yako ya mwisho imefika. Hivyo ndivyo Ezekia aliambiwa na Mungu. Akaambiwa kwamba afanye njia zake ziwe mzuri na Mungu, ajiandae, aweke maisha yake sambamba mbele za Mungu. Hivi ndivyo neno linatuambia sasa. Siku hiyo imekaribia, siku ya kuja kwa Bwana imekaribia. Sasa ni wakati wa kuweka maisha yako mbele za Mungu na usafi na utakatifu. Ni wakati wa kuweka maisha yako sawa, ndoa yako iwe sawa. Wewe uliacha bibi yako na ukaenda kwa wanawake wengine. Sasa Mungu anasema weka ndoa yako sawa, rudi katika ule mke wako, wachana na uasherati na ukahaba, rudi katika njia za Mungu, mipango ya Mungu, weka maisha yako sawa, maana siku ya Bwana ya hukumu imekaribia.
uliibia mtu na hizo vitu bado uko nazo, ni wakati wa kurudisha hizo vitu za wizi na ukora. Wengine waliiba mashamba ya watu, wengine waliiba bibi za watu, wengine waliiba vitu na mali. Ni wakati wa kuweka maisha yako sambamba, maisha yako sawa mbele za Mungu, maana siku ya hukumu imekaribia. Rudisha zile vitu, maana zitafanya utiwe motoni, zitafanya uhukumiwe na urushe motoni. Mungu anatuambia kwamba tujitakase. Ni wakati wa kujitakasa. Takasa roho yako. Kama kuna kinyongo, kama kuna unforgiveness ambao tunaita mtu, unabeba mtu katika roho yako, unakosa kusamehe, ni wakati wa kutakasa roho yako. Kutakasa roho yako. Ondoa machungu ndani ya roho yako. Samehea. Neno linasema kwamba usiposamehea nawe hautasamehewa. Kama hauwezi kusamehea jirani yako, kama hauwezi kusamehea mtoto wako, hauwezi kusamehea bibi yako ama mume wako, hauwezi kusamehewa pia. Maana kila kipimo ambapo unapimia watu nacho, hicho ndicho kipimo utakachopimiwa. Weka maisha yako sawa mbele za Mungu. Weka biashara yako sawa. Weka maisha yako sawa mbele za Mungu, maana ile siku imekaribia. Siku ya Bwana imekaribia. Yesu amekaribia kurudi. Cheni tujiandae. Tuachane na anasa za dunia, tamaa za dunia, tamaa za mwili. Hii mwili ni bure. Hii mwili ni bure. Itakuja kuisha. Na hii mwili itafanya wengi maisha yao irushwe motoni. Maana mwili inafurahia wakati ambapo unafurahia katika anasa. Mwili inafurahia wakati ambapo unakunywa pombe, unakula miraa, unavuta bangi, anasa, unautukanana, unajidai. Mwili inafurahia wakati ambapo unatembea katika kiburi. Lakini roho yako iko katika mashakani, roho yako iko katika huzuni, hiyo mwili itaisha. Lakini roho uliyo nayo haitaisha. Hiyo roho itasimama mbele za Mungu. Hiyo roho ikiwa baya, neno linasema roho zilizo baya zote zitaangamizwa katika ile moto wa milele na milele. Ndugu yangu wapendwa, Mungu anaitana sasa. Ni wakati wa kurejea, ni wakati wa kujiona na Mungu. Mungu hajamalizana na maisha yako. Naweza kuona kwamba ni kama umefika mwisho, wala umefika mwisho, lakini Mungu hajamalizana na wewe. Ni shetani huwa anakuonesha kwamba maisha yako imefika mwisho, wewe hauwezi kusamehewa, wewe hauwezi kuokolewa, wewe umekuwa mlevi sana, umevuta bangi sana, sasa hauwezi kuokolewa. Lakini Mungu anasema kwamba kuna tumaini kwako, unaweza kubadilika, unaweza kurejeshwa. Hata kama umebomolewa namna gani, maisha yako imebomolewa, imeharibiwa, ndoa yako imeharibiwa, roho yako imeharibiwa, mwili yako imeharibiwa, Mungu atakurejesha. Mungu atakurejesha kama tu utanyenyekea, ukaweza kama dhambi zako, yaani kudumu dhambi zako na kujisalimisha mbele za Mungu. Mungu ako na nguvu ya kubadilisha maisha yako. Ndugu yangu, kaka yangu, Mungu hajamalizana na wewe. Shetani ndiye anataka kukumaliza. Yanakuambia kwamba maisha yako imeisha, ndoa yako imeisha, pesa yako imeisha, biashara yako imeisha. Shetani anakuonesha kwamba umeisha wewe, ya kwamba unafaa tu kukunywa pombe ili usahau hiyo mashida. Shetani kazi yake ni kuua, kuharibu. Anakuua, anakushika mawazo yako, anakuiba, anakutenganisha na Mungu. Mwishoni anakumaliza na kuua, na unaingia jehanamu kwa moto. Mungu hajamalizana na wewe. Utafute Bwana, urudie Mungu. Kaa katika njia zake za usafi, kaa katika njia zake za utakatifu. Maana hata kama unaweza kukula na kukunywa, bali maisha ambayo tunaingia, maisha ya nyuma itakuwa mabaya. Huku duniani watu wanajua kujiwekea, hata wanajiwekea vitu na wanajiwekea utajiri, lakini maisha haya ni ya muda mdogo. Wala kujiwekea chakula na magara yako unajaza, unajiwekea pesa, lakini maisha yako ni fupi. Kuna wakati utawacha hiyo pesa, kuna wakati utawacha hiyo chakula, hizo mashamba na magari.
Sasa unajua kujiwekea, umejiwekea sana na umewekeza dunia hii. Lakini je, umejiwekea katika ufalme wa mbinguni? Roho yako umeiweka katika Mungu? Umeiweka roho yako wapi? Roho yako umeweka wapi? Maana umeweka pesa kwa banki, hata mashamba uko nayo, hata magari umetengeneza na umeweka viazi umejaza, mahindi umejaza, na uko na tumaini kwamba utakuja kuvuna. Lakini je, roho yako umeiweka wapi? Kwa sababu hiyo ndio kitu cha maana. Zote zitaisha, lakini roho yako umeiweka ndani ya Mungu. Maisha yako iko namna gani mbele za Mungu? Hebu sikia, neno linasema kwamba Yesu akasema, na kukawa tajiri mmoja ambaye aliyekuwa na shamba, na akavuna mahindi yake, akanavuna chakula, na akajaza gara zake, akaihoria makombe, akajaza gara zake, na akashifika mahali ya kwamba ameona amejaza gara ya ihoria makombe, akajigonga kifua na kusema, ni nani kama mimi? Maana gara zimejaa, pesa zimejaa. Lakini hiyo usiku Mungu naye akagonga, akamwambia, nataka roho yangu. Ikawa ni bure, ya kwamba unaweza umeweka zote, umejenga kila kitu uko nayo, lakini usiku huo Mungu anasema anataka roho yako, anataka hiyo roho. Angalia vile mambo ya hapa duniani iko bure, wakati ambapo hauna ufalme wa mbinguni, wakati hujaokoka, wakati hujanyenyekea, na mwishoni mtu anatupwa moto, katika moto ya milele kule katika kusimu, katika moto kuhangaika. Wacheni tutafute uso wa Bwana wakati anapatikana. Huu ndio wakati wa kumuita Bwana, huu ndio wakati wa kunyenyekea, huu ndio wakati wa kubadilika, sio kwa sababu ya mtu mwingine, bali ni kwa sababu yako. Hii dunia watu wanakaa wakiangaliana. Hii dunia unakaa ukiangalia. Unaposikia mahubiri, unaangalia mwenzako, nasema ni huyu anaambiwa, bali wewe haujiangalii. Hii dunia ni mtu binafsi. Maana kama ni kufa ni wewe mwenyewe unakufa. Unaweza kufa wengine wabaki. Sasa kule ule mlango utakuwa mwembamba, ya kwamba wewe ndio unaingia moja kwa moja. Maisha unayoishi hauishi mtu mwingine, ni wewe unaoishi. Sasa sio kuangalia mwingine. Kama ni kuokoka, jiangalie. Kama ni kusimama, jiangalie. Jihurumie mwenyewe, kwa sababu hiyo siku imekaribia. Tusije tukaangaliana, bali najiangalia na bado haujaokoka, na bado haujakaa katika mapenzi ya Mungu, bali nakuwa iko shida ndugu yangu. Ni wakati wa kutegemea Mungu, ni wakati wa kumkimbilia Mungu, wakati inapatikana. Nataka nisome katika kitabu cha Waroma, katika kitabu cha Waroma 13:12. Waroma ama Warumi 13:12. Hapo ndipo ninataka nisome ili tukaweza kuelewa mapenzi yake Mungu. Nini Mungu anataka tufanye? Nini Mungu anataka? 12:13 Waroma inasema hivi. Acha tusome, tusikie vile neno linasema. Hebu sikia, soma katika kitabu cha Waroma hapo 13 pale 12. 13 pale 12. Neno linasema hivi, hebu sikia. Naam, tukijua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha, kawaida imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Hebu sikieni. Naam, tukijua wakati saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Hii ndio saa ya kuamka kutoka katika usingizi wa dunia, usingizi wa dhambi, usingizi wa kukaa katika giza. Na wanasema hivi, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini.
Hebu sikia, usiku nao umeendelea sana na mchana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Hebu sikieni, basi tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, sio kwa urafi na sio kwa ulevi, sio kwa ufisadi na uasherati, sio kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Hebu sikia neno ya kwamba Mungu anasema nini? Vaeni matendo ya nuru na mvue matendo ya giza. Yaani uvue matendo ya giza, matendo ya dhambi uyavue, kama vile unavua nguo, unavua dhambi, na uvae matendo ya nuru, kwa sababu hiyo siku imekaribia. Hiyo anasema kama ulivyosikia, tuenende kwa adabu, sio kwa urafi na kwa ulevi. Usienende katika ulevi, bali usienende kwa ufisadi, kwa usherati, ugomvi na wivu, bali muvae Bwana Yesu Kristo. Msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Uvue matendo yako yote mabaya, sasa uvae Yesu ndani yako. Mtu akikuangalia aone Yesu. Unaponena anaona Yesu. Menendo yako ionekane ni Yesu. Vua matendo ya dhambi, vua tamaa za mwili, vua matendo ya uasherati, vua matendo ya ulevi na ulafi, vua matendo yale ya wivu, vua matendo yote mabaya, na uvae ndani yako utu wa Yesu. Uvae Yesu ndani yako. Mtu anapokuangalia anaona Yesu, maana Yesu ni mtakatifu. Mtu anapokuangalia anaona Mungu. Mienendo yako katika ndoa yako iwe na usafi na utakatifu, biashara yako, maisha yako, maana ile siku imekaribia. Hapana ajuaye siku wala dakika, bali neno linasema tujiandae, tukae tukiwa tumejiandaa, maana siku ya Bwana Yesu imekaribia kurudi. Ndugu yangu, kaka yangu, hiyo ndio Injili. Wewe mwenye masikio ukaanza kusikia, ndio wakati wa kuokoka. Ndio wakati wa kuachana na dhambi. Wengine wameokoka lakini hawajaachana na dhambi. Kuokoka ni nini? Ni kuokoka kutoka katika dhambi, ni kusimama katika usafi na utakatifu, ni kuogopa Mungu, ni kuachana na anasa za mwili. Usije ukaongozwa na mwili, bali uongozwe na Roho wa Bwana. Maana Yesu anakujia kanisa ambao ni safi, ambao ni takatifu, ambao inajua uhaki na inakaa katika Roho. Sasa ikiwa umeokoka, basi kwa wapi matendo inayosema umeokoka? Yohana Mbatizaji alipokuja kuhubiri alinena na akasema, tubuni na muzae matunda ambayo inayosema umeokoka. Sasa ikiwa umeokoka, iko wapi matunda inayosema umeokoka? Matunda ya upendo iko wapi? Matunda ya usafi iko wapi? Matunda ya kunyenyekea iko wapi? Matunda ya kutii iko wapi? Matunda ya kuogopa Mungu iko wapi? Mtu aliyeokoka ako na tofauti kati ya mtu ambaye hajaokoka. Mavazi yako iwe tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Haiwezekani ya kwamba wewe umeokoka lakini mavazi yako inakaa kama wale wanaosimama kule kwa Inange. Lazima uwe na tofauti kama umeokoka na umetoka katika giza, maana kuna tofauti kati ya giza na mwangaza. Yesu anakuja kwa wale ambao wako na tofauti na hii dunia, wale wamejinyima raha za dunia, wale wamejinyima raha na mitindo na fashoni za dunia hii, wale wamejikana tamaa za miili yao, wanataka tu kumtumikia Bwana, kumuona Bwana. Hao ndio Yesu anaokujia kwao. Wanataka usafi, wanaongea usafi, ukweli, hawadanganyi, ulimi wao hawadanganyi, roho zao hazina kiburi, hazina wivu, hazina vurugu na fitina. Wako na usafi, wako na upendo wa Yesu ndani yao. Yesu anarudi kwa watu ambao wamekomaa, kanisa lililokomaa katika usafi, kanisa ambao linanyenyekea. Iko wapi matunda? Maana Mungu anasema kwamba kama hauna matunda, hiyo mtu itakatwa na itupwe motoni.
Haijalishi kama umeokoka, lakini kama hauna matunda ya wokovu, matunda ya utakatifu, matunda ya usafi, ya kutii, ya kunyenyekea, kule utakatwa na utatupa motoni. Maana wengi kile wamebakisha ni majina kama wa Kristo, lakini hawana matunda, hawana mienendo, hawana nuru, hawatembei katika nuru. Ni majina walio nayo tu, ni fitina, ni urevi, ni uasherati, ni uongo, tendo kama yale. Wachani tuingie katika mwangaza. Neno linasema kwamba tuyavue matendo ya giza na tuvae sasa tuvae Yesu Kristo ndani yetu, ili tuenende katika usafi. Maana ile siku ya Bwana imekaribia kurudi. Ikiwa uko hapa na unauliza, je, unaweza kufanya nini uokolewe? Unaweza kufanya nini usije ukachomeka, usije ukawachwa wakati Yesu anarudi? Neno linasema katika kitabu cha Mitume pale Acts 2:38, Mitume 2:38, ya kwamba naye Petro akawaambia, tubuni kwa jina la Yesu na mkaanza kubatizwa kwa jina lake Yesu, na mtapata ondoleo la dhambi, na mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumaanisha kwamba ikiwa unataka kuokolewa, lazima umkiri Yesu kama kiongozi na Bwana wa maisha yako. La pili, lazima utubu dhambi zako. La tatu, lazima ubatizwe kwa maji na Roho ili ukaweze kumwona ufalme wa mbinguni. Yesu naye akamwambia Nikodemus, nakuambia amini ya kwamba mwanadamu asipozaliwa mara ya pili hawezi kumwona Mungu, hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Usipozaliwa kwa maji na Roho hauwezi kuona ufalme wa mbinguni. Kumaanisha lazima uokolewe, kumaanisha lazima ubatizwe. Sio ubatizo wa maji ya kikombe, sio ubatizo ya kuchora maji. Lazima ubatizwe kwa maji mengi, kama vile mitume walibatiza, kama vile Yesu alibatizwa. Hakuna shortcut kule mbinguni, ufuate vile neno linasema, maana hiyo ndio njia ambayo ni uzima wa milele. Yesu amekaribia kurudi. Hiyo ndio Injili. Kama jinsi kulivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa hata kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Watu wa Mungu, jiandaeni katika usafi na utakatifu, maana mahitaji na mambo ya dunia hii yote itakuja kuisha. Watu wanataka kuhubiriwa kuhusu kukula, kukunywa, kuhusu mabiashara zao, vile watakula, vile wataoa. Hiyo ndio Injili ambayo watu wanapenda na wanafurahia, Injili ya mwili, Injili ya hapa dunia. Lakini hiyo Injili itakuja kuisha, itakuja kuisha. Sio kwamba kwa sababu wewe ni tajiri uko na Mungu, hapana. Sio kwamba wewe ni masikini uko na Mungu, hapana. Hiyo ni tunaongea kuhusu Yesu, kuhusu kumjua Mungu. Maana wengi wako nazo, wanakula na wanakunywa, lakini hawana uzima wa milele. Bali neno linauliza, bali utajifaidi namna gani wakati ambapo anasa zote ni zako? Wakati umekuwa na pesa mingi, magari mingi, mabibi wengi, anasa ni ziko mingi sana, ulevi ndio hiyo. Utakufaidi namna gani raha hiyo yote, alafu mwishoni ulie, mwishoni utupe motoni? Inakufaidi namna gani? Ati usikie vizuri tu kwa muda mdogo, usikie raha kidogo, alafu mwisho wako uwe mwisho wa huzuni, karaha kadogo. Inaweza kufaidi namna gani? Ni kwamba saa hii unataka tu kusherekea karaha kadogo, alafu mwisho wako moto ya milele na milele, huzuni ya milele na milele. Hapana. Badilisha tabia zako, badilisha. Tafuta uso wa Bwana wakati anapokaribia, anapoonekana. Mkaribie Mungu na ukaweza kuokolewa katika jina la Yesu. Aliye na masikio akaweza kusikia na akaweza kujiandaa juu ya ufalme wa mbinguni. Nataka kuomba kwa utukufu wa jina la Yesu. Baba Mungu wa majeshi, wewe mwenye nguvu na utukufu, tunasema ni asante. Jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe, uabudiwe mbinguni na duniani. Jehova, tunakuinua. Jehova, tunakutukuza kwa sababu umetukuka mbinguni na duniani. Ni asante kwa sababu hao ni watoto wako, wamesikia neno lako Jehova. Kuna wamama, kuna wanaume, kuna hata vijana. Jehova, na wakabidhi mikononi mwako, kitangaza kwamba kama vile neno lako ni kweli, wacha Baba kweli ikaweze kuwafugua, maana ukweli unafugua. Baba, hii ukweli wacha ikaweze kufugua roho ya mtu wa mahali hapa, katika jina la Yesu.
wale walio na vifungo za ulevi, vifungo za dhambi, vifungo za tamaa na kuogozwa na mwili, Baba nazifunja katika jina la Yesu. Kila kizuizi kinachozuia watu wako kukuona, kuokoka, kusimama, Baba nakibomoa katika jina la Yesu. Naomba ufugue watu wako, fugua watu wako sasa, fugua vijana, fugua wanaume, warejeshe Jehova, waje Baba wakakuogope katika jina la Yesu, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Baba tunakuinua, tunakutukuza Jehova, tukisema hakuna mwingine kama wewe. Naomba Mungu wa mbinguni mwangaza wa neno lako ukaweze kuonekana mahali hapa. Hili neno likaweze Baba kuokoa, hili neno Baba likaweze Baba kusimamisha. Mahali kumebomoka Baba kusimame, mahali doa zimebomoka Baba natangaza ziunganishwe katika jina la Yesu. Mahali watu wako katika giza natangaza mwangaza katika jina la Yesu. Baba Mungu wa majeshi, wacha mwangaza wako, nuru yako aweze kuwasukia watu wako kwa utukufu wa jina lako. Baba mwenye nguvu na utukufu, twakuinua tukutukuza, na ni katika jina la Yesu jina takatifu omba tuamini. Amina, amina. Mungu na wabariki.